Na idhihiri kwako idhihiri kwangu. Hujambo, na nichukue nafasi hii kukualika katika kipindi cha Tuzungumze. Jina langu ni Awadhi Rashidi, niite hivyo siku zote nitaitika. Tunaendelea na mada ya ustaarabu wa Mswahili, na leo tunaangazia ustaarabu wa Mswahili katika medani ya kimataifa ambayo imejaa kelele za teknolojia pamoja na ustaarabu wa kigeni. Je, ustaarabu wa Mswahili una nafasi gani katika medani hizo za kimataifa? Ni katika muktadha huo leo tunaketi na Daktari Sheikh Abdurazak Amiri kuchambua, kutafakari na kuhoji ni ipi nafasi ya ustaarabu wa Kiswahili katika uso wa dunia. Na je, ustaarabu wa Mswahili una nafasi ya kuangaza kama nyota katika anga la ustaarabu wa binadamu? Mimi ni Awadhi Rashid na niko na dokta hapa. Kwanza asante sana kwa kushiriki kwa mara nyingine katika mfululizo wa vipindi hivi kuhusu Kiswahili na Mswahili. Na leo tunatizama Mswahili ana nafasi gani au alikuwa na nafasi gani katika medani ya kimataifa, na hasa katika kipindi ambacho ustaarabu wake ulifikia kilele cha ukomavu. Na swali ni kwamba kinachomulikwa zaidi nini? Ni lugha au ni maisha yote kwa ujumla? Kwa hakika, kwa wale ambao walifuatilia vipindi vilivyopita, tumesema kuna vile viashiria vya ustaarabu, kwa maana maeneo ambayo ukitizama ndipo utakapoona ustaarabu wa mtu. Yale ndio yanayohusika yote. Lugha ni sehemu ndogo tu katika utamaduni. Utamaduni unaweza kuingiza dini na sanaa zote ambazo wanazo na ufundi. Kwa hiyo ni sehemu ndogo tu. Kwa hiyo wana sanaa gani? Lugha yao inatumika vipi? Katika lugha tu kwenyewe kuna fasihi yao. Katika fasihi kuna mambo ya riwaya, tamthilia, ushairi. Na ushairi si jambo vile unavyodhani kwamba mtu anaburudika tu kusikia mpangilio wa maneno. Naam. Lakini anawasilisha vipi mawazo, anateua vipi maneno ya kuwasilisha mawazo na kueleza hisia zake. Mbinu na fani ya kuweza kuwasilisha mawazo katika jambo. Kwa hivyo upande wa lugha ni sehemu ndogo sana katika kinachowakilisha ustaarabu wa watu. Na tunaposema sehemu ndogo ni kwamba lugha ndio ambayo inabeba vitu vingi, lakini lugha kama lugha ni sehemu ndogo ya utamaduni. Kwa sababu kuna sanaa, na katika sanaa kuna mambo mengi sana, kuna ya ufundi na mengine, ususi na ufinyanzi na vitu vingine. Naam. Kwa hivyo tunazungumza miji namna ilivyojengwa kwa lugha sasa hivi, ule uhandisi wenyewe. Kwa sababu Mwafrika pia alipokwenda Ulaya aliacha turathi ya kiuhandisi, majengo ambayo aliyajenga kwa sanaa yake ile ya ujenzi. Kwa hiyo miji ilijengwaje, ujirani namna ulivyokuwa, alafu vile vile walikuwa wanaendesha biashara za namna gani, na tukaona kwamba ni watu waliofanya biashara za kimataifa. Lakini pia utawala, uchumi, alafu kuna utawala. Na katika uchumi tukitizama Mswahili wa Kilwa, pesa yake ilikuwa ikiitwa dinari, ilikuwa na thamani kubwa sana kimataifa kwa sababu ilikuwa ni ya dhahabu. Naam. Hata alipokuja Mreno akaleta ya kwake, haikuwa na thamani ile ya dinari. Na ile inamaanisha kigezo na kielelezo cha uchumi mkubwa, inapokuwa ni pure gold ambayo ndio ilitumika kuwa ni sarafu ya kubadilishana bidhaa na vitu mbalimbali. Kwa hivyo unaonekana katika vile vile uchumi, lakini siasa yao namna ambavyo kwanza unapopata himaya inaweza kudumu miaka yote hiyo, ni kuonyesha uimara wa himaya hiyo. Si kitu rahisi. Tumeona imeanzia tangu kaskazini kule kusini mwa Somalia, ndio ikashuka mpaka Sofala, Msumbiji huko. Kwa hivyo eneo lilikuwa mkubwa sana. Na of course inaanza kidogo kidogo, lakini inakwenda mpaka karne ya 11, 12, 13 imefikia katika peak yake, mpaka kufikia kuvamiwa ni mwaka 1505. Kwa hivyo kwa sababu ya kuvamiwa ndipo ilipo decline, ilipoanguka. Lakini umri iliochukua kiasi karibu miaka 500 ni kuonyesha uimara wa utawala na uongozi. Sasa hivi vyote ndivyo vinavyomulikwa katika suala zima la
ustaarabu. Kwa hiyo lazima utizame vile viashiria, na si hivi tu, lakini hivi ndio muhimu. Kwa mfano elimu, hawa watu walikuwa na elimu yao, na mimi mara nyingi nasema elimu sio ile formal education tu ya kuingia darasani ukasoma ukapata na certificate, lakini elimu kwa maana walikuwa na majahazi, walikuwa wanajua biashara, walikuwa wanajua mahesabu, walikuwa wakiandika, walikuwa wakifundishana kuanzia mtoto mdogo anafundishwa vipi, vikao mbalimbali wanavokaa, utaalamu wa kusuluhisha mambo. Manake haya mambo watu wanatakiwa wajifunze kwamba ukiwa huna cheti cha shule haina maana huna elimu. Na mimi husema mara nyingi kwamba ikiwa huna cheti cha kuzaliwa haina maana hujazaliwa. Na ndio maana utaona katika jamii kama za Kimasai kuna watu wana uzoefu na wamejifunza namna ya kusuluhisha migogoro. Na pakiwa na tatizo wanaweza kukaa wakajua wanaanzia wapi, wanamaliza wapi, na wanatoa adhabu gani. Jamii zote zilikuwa na hivyo. Kwa hiyo kulikuwa na sheria. Na hawa walikuwa na utamaduni wa Kiswahili uliochanganyikana na utamaduni ambao waliupata kutokana na yale maingiliano, utamaduni wa Kiislamu. Kwa hiyo kuna mambo mingi, mkusanyiko wa haya yote ndio ambayo yanaweza kuitwa ustaarabu. Kwa hiyo tunazungumza haya. Naam. Dokta, katika hayo ambayo tunayazungumza, tunaweza kusema kwamba ni sahihi kusema huu ustaarabu wa Mswahili ni tukauainisha kama ni ustaarabu wa Afrika ama ni mseto? Kwanza kuita mseto kutaturudisha kule tulipoanza. Ndio. Kuita Kiswahili pia ni lugha mseto. Na wao kuna lugha nyingi zinazotumika katika isimu ya Kiswahili au katika historia ya Kiswahili. Ndio. Unapoita Kiswahili ni lugha pijini au ni lugha chotara, kwa maana ya kwamba ni mchanganyiko wa lugha mbalimbali, lugha ya Kiarabu, ya Kihindi, na hasa wanazungumzwa Waarabu. Kwa hakika si kweli, na sisi tulipinga tangu mwanzo kwamba Kiswahili ni Kibantu. Lakini watu ambacho hawakifahamu ni kwamba tunapozungumza ustaarabu, hakuna ustaarabu unaojitegemea peke yake. Kila ustaarabu ni mseto. Mseto. Kuna maeneo ambayo wazungu wanasema unique, yani kuna upekee. Alafu kuna maeneo ambayo ustaarabu unashirikiana na ustaarabu nyingine. Ukishasema hivyo maana ni kwamba hakuna lugha vile vile pekee isiyokuwa na lugha nyingine ndani yake. Isioathiriwa. Hakuna. Na tuelewane kitu kimoja kwamba katika maumbile aliyotuumba Mungu, pakiwepo na lugha pekee, utamaduni pekee, ustaarabu pekee, ambavyo havitegemei vingine kwa ujumla, wala lugha nyingine yoyote ile, hautokuwa. Si shani. Utadumaa. Kwa hivyo lazima, ili utamaduni na ustaarabu wa watu ukue, ni lazima wachukue kwa wengine. Tena, kwa kadri wanavyochukua zaidi, wanakuwa na nafasi kubwa zaidi ya kukua kwa haraka. Kwa lugha ya wenzetu, exposure ikiwa kubwa zaidi, uwezekano wa kukua unakuwa ni mkubwa zaidi. Na lazima tuelewane kwamba sasa hivi ukisema Mpare nani? Yeye haitwi Mpare, anaitwa Mwasu. Ni nani? Utaambiwa ni mtu wa mkoa wa Kilimanjaro, anakaa maeneo fulani, anazungumza lugha fulani na utamaduni fulani. Lakini ukiuliza asili ya Mwasu ni ipi, utaambiwa kuna Mtaita, kuna Mkwavi, kuna jamii nyingine ya tatu ambayo Wambugu wanaitwa. Mbugu, ndio. Lakini zaidi ni Wataita, ndio asilimia kubwa. Sasa hapa huyo Mpare yuko wapi sasa? Kishatoweka, hayupo basi. Kwa sababu sisi asili yetu ni moja. Lakini zimepatikana jamii mbalimbali na makabila mbalimbali. Kwa sababu gani? Kwa sababu tumefikia mahala tukatengeneza matawi. Koo. Koo utaziita au nini, lakini matawi. Sasa yale matawi ndio yametengeneza makabila yetu. Kwa hivyo vile vile utauliza Mchaga nani, utagundua kwamba ametokana na kabila fulani, kabila fulani. Ndio maana wataalamu hata katika hizi lugha wamezipa makabila, wamezipa familia. Wanasema language families. Mshaona? Kwa hiyo Niger Congo families ni sisi wengi wa Bantu. Niger Congo families. Alafu kuna hao tuliwataja katika kipindi kilichopita, wanaitwa Afro
Asiatic families, kama vile maeneo ya kaskazini mwa Afrika wale ni Afro-Asiatic au Asiatic families, yani ni familia sasa ile ya lugha. Familia hii ni watu ambao wana damu za Kiafrika na damu za Kiasia. Kwa hiyo Misri kushuka chini huku mpaka ufike Somalia, mpaka wa Somali, na wale wa Sudan, watu wa Ethiopia vile vile ni jamii ya Afro-Asiatic language family. Hii pembe ya Afrika. Naam. Upande huu wa kusini kwetu ndio hao Niger Congo family. Wanaitwa Niger Congo, ndio kina sisi wa Bantu wengi. Sasa hizi familia kwa nini zimewekwa? Kwa sababu zina asili moja, lakini baadaye zimekuwa ni mafungu tofauti. Nataka kusema nini? Nataka kusema kwamba Mswahili pia ni makosa kuitwa chotara au lugha chotara, kwa sababu na yeye ni miongoni mwa watu waliotokana na asili mbalimbali wakamtengeneza Mswahili. Lakini Mswahili alikwepo kabla ya watu kuja kwao, waliongeza thamani ya Kiswahili, waliweza kupata tamaduni wa ziada, waliweza kupata ustaarabu wa ziada, waliweza kupata maneno ya ziada. Na hii ni kwa sababu ya eneo lao kijiografia lilikuwa linachochea zaidi. Kwa sababu swali lingine ni kwamba kwa nini hao waasi walikwenda kukaa milimani? Kuna sababu. Kwa nini watu fulani walienda wakajiweka maeneo ya bonde la Ufa? Kuna sababu. Kwa nini wakulima wako maeneo fulani zaidi? Kuna sababu ya ile mikusanyiko. Ndio utaona ukanda wa bonde la Ufa lote ile wakishuka kutoka juu kwenda chini wafugaji wengi. Kwa hivyo hawa wa milimani nani? Maeneo yenye maji na mito mikubwa, maeneo yenye maziwa. Sasa hata hawa waliokuwa ukanda wa pwani walikwepo kabla ya kuja wengine, lakini walikuwa zaidi na kupata staarabu za kimataifa zaidi zikawa nzao. Kwa hiyo ukisema kwamba hawa ni mseto, ni kwamba sisi sote tunahusika na sisi ndio wale. Sisi ndio wale. Alafu na wale watakuwa nani? Kwa sababu nataka tukubaliane kwamba unasema Mswahili, na tumejadili mara ya kwanza, Mswahili nani? Mimi nazungumza Kiswahili, lakini mimi nimeloea Uswahili, sio Mswahili kiasili. Kwa sababu tuondoe neno Mswahili, tuite Mpwani. Mimi si Mpwani mimi. Kwa sababu neno Mswahili limetokana na sahili ambayo ni coast, ni pwani. Kwa hivyo ni sawa sana kuita Mpwani. Na ameitwa Mpwani kwa sababu ya ukanda ule wa pwani, upwa ule. Ndio maana nikasema mara nyingi kwamba kuna walowezi wa Kiswahili na kuna Waswahili asili. Na uwezo wa Kiswahili ni kwamba umeweza kukusanya wengi hata wasiokuwa Waswahili ukawaathiri. Ndio kina sisi sasa Kiswahili kimekuwa ni lugha yetu tunaizungumza. Mara nyingine hatuna utamaduni wa Kiswahili. Mtu ni Mkristo, mtu ni mpagani, mtu ni hata anaweza kuwa ni Muislamu, lakini hana utamaduni wa Kiswahili, hafati kabisa. Tunasema kwamba huyu si Mswahili halisi. Na Dokta, tunapozungumza juu ya kuvunjwa kwa ustaarabu, ni kitu gani hasa ambacho kinavunjwa? Ni nguvu zake za kiuchumi, kisiasa, au mabadiliko ya kimaadili na jamii? Chochote katika hivyo vikivunjwa ni sehemu ya ustaarabu umevunjwa. Kwa mfano, Wareno walipovunja biashara ya Mswahili, walikuwa wamevunja sehemu muhimu sana ya ustaarabu wa Mswahili. Walipoanza kukusanya wao kodi na ushuru mbalimbali kwa namna yao, walikuwa wamevunja ustaarabu wa Mswahili katika eneo hilo. Walipoondosha sarafu ya Mswahili, dinari, wakaweka hela au wakaweka nyingine ambayo haina umbo lile, haina thamani ile, walikuwa wamevunja sehemu ya ustaarabu wa Mswahili. Unaona? Kwa sababu ile hela, pesa pia ina kitambulisho cha ustaarabu wa watu. Naam. Naam. Kwa hiyo waliweka ya kwao, wakalipa jina lao. Lakini hawakukomea hapo. Walipovunja utawala, walikuwa wamevunja ustaarabu na mengine ambayo tumeyataja huku nyuma. Utawala walipovamia wakauondosha, wakaweka utawala mpya, sehemu ya kuvunja ustaarabu. Naam, ustaarabu, kwa sababu ule utawala wao ulikuwa na mfumo na utaratibu ambao bila shaka kulikuwa kuna tofauti, namna ya kumpata kiongozi, namna vyote vile. Kwa hiyo nadhani hilo tumeelewana. Lakini kwa kumalizia kwa lile lililopita ni kwamba ukimtafuta Mswahili sasa hivi
ambaye hana damu ya Kiarabu, hana kabisa, na Kiarabu chenye Kihadhrami manake kule Yemen, au Kiomani, au nchi za Khaliji, zile za Gulf za Khaliji, za Ghuba manake. Kuna baadhi pia walifika miaka ya nyuma huku kwetu. Hata Syria, kuna historia watu wa maeneo ya Syria walitembea ukanda wetu sana huko. Wakamuondosha Mshirazi kabisa katika Kiswahili, katika kwamba si Mswahili, Mshirazi kutoka Irani. Mchina, watu hawezi kuamini, Mchina ambaye amefika takriban miaka 2000 au zaidi, alikuwa anafika katika ukanda wa pwani, ukanda wetu huu. Kwa hivyo kunazo sura za Kiswahili, kunazo damu za Kiswahili, za Kichina katika Swahili. Mtu mmoja akasema hata ile kule Unguja ile soko la Shangani maana yake ni Shangai. Inawezekana kabisa. Sasa na hutoviondosha tu hivi, utaondosha pia na maneno mengi, kina meza, kina gereza, kina nani, yale yote ambayo yanajulikana. Sasa ukishaondosha zote hizi, swala litakuwa nini? Utakuwa umemrudisha Mswahili karne kadhaa nyuma. Sio kwamba umemfanya asiwepo, lakini utamrudisha karne nyingi nyuma. Hautomrudisha karne nyingi nyuma kibiolojia tu, kidamu, lakini hata kiustaarabu, kwa sababu hawa walipokuja baada ya karne na karne, ilikuwa ni sehemu ya utamaduni wa Mswahili na ilichochea kukua kwa utamaduni wa Mswahili. Ni kama sasa huyo Mwasu Mpare ukamrejesha nyuma miaka mingi, ukamtoa Masai, ukamtoa nani, utagundua huna tena Mpare, kwa sababu ni watu walikusanyika mpaka ikawa ni damu moja, wakajenga jambo moja. Kwa hivyo kama ni uchotara, basi utakuwepo kwenye makabila yote na katika lugha zote, na hatimaye hatutokuwa na makabila hayo kama tutayarejesha nyuma. Tofauti itakuwa ni kwamba hawa ni lini na hawa ni lini. Lini walianza kuja wakachanganyikana, na hawa lini walianza kuja wakachanganyikana. Naam. Dokta, je, tunaweza kusema ustaarabu wa Kiswahili unadharauliwa kwa mitazamo ya kikoloni, au kwa sababu wenyewe hawajajithamini vya kutosha katika ule upo wa kimataifa, tukihusisha na leo pia baadhi ya vijana huwa wapende kujinasibisha na Uswahili? Hili naweza kulijibu katika nukta mbili za muhimu hapo. Kwanza, heshima ya mtu huanza kwa mtu mwenyewe. Thamani ya watu wengine kwa mtu ni pale yule mtu anapokuwa amejithamini yeye mwenyewe. Changes zozote, kwa maana ya mabadiliko yoyote ya kuelekea katika maendeleo, katika kukua, yanatakiwa yaanzie kwa mtu mwenyewe. Ina maana kwamba kadri ambavyo tungeshikilia ustaarabu wetu na lugha yetu kaithamini, ingethaminika duniani. Kwa hivyo wakulaumiwa namba moja sio watu wa nje, huwa ni watu wa ndani. Na hii ni principle ya jumla, kwamba changes zinaanza from inside out, kuanzia ndani kwenda nje. Na hata tukirudi katika Qur'ani, ndio mtizamo wake, inna Allah la yughayyiru ma biqaumi hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kwamba Mungu habadilishi mambo ya watu mpaka changes zianze kwao, ndio Mungu atazisindikiza zile changes, yale mabadiliko. Kwa hivyo heshima ikiwa imevunjika, tutizame tulikosea wapi sisi katika sisi kujithamini. Kwa sababu sisi hata katika mfumo wetu wa elimu hatuthamini Kiswahili chetu, wala hata msomi wa Kiswahili hathaminiwi kama ni msomi wa maana. Na hata tukisoma sisi katika vyuo, wale wanaosoma Kiswahili walikuwa wanatizama kama watu ambao wameshindwa, sasa wamekwenda kwenye lugha yani. Na ufahamu kwamba ile lugha ambayo ndio unaofikiria kwayo, unaweza kwenda kwa spidi sana kimaendeleo, kwa sababu huhitaji kufikiria kama mwingine alafu ndio utatue tatizo lako. Ndio maana wenye kujithamini kama tunavyosema wa China, wa Russia na wengine, wanaitukuza lugha yao na utamaduni wao. Kwa hiyo dharau imeanza kwa pale ambapo Mswahili mwenyewe hathamini cha kwake, bali ni tusi kuitwa Mswahili moja. Lakini umehusisha dunia. Dunia ina mchango mkubwa, si tu katika kurejesha Kiswahili nyuma, lakini katika kurejesha tamaduni na lugha nyingine zote nyuma. Mchango ni mkubwa sana, kwa sababu mchango huu unatokana na dhana nzima ya utandawazi. Kwa sababu lengo la utandawazi ni kumiliki dunia kwa wababe wale wakubwa wachache. Lakini kumiliki dunia kuna funguo zake. Utamaduni ni sehemu katika funguo muhimu sana ya kumiliki watu na kuwatawala. Kwa hivyo hizi lugha
nyingine zote tunazotumia duniani zinabeba zaidi ya mawasiliano. Ikiwa wababe wa dunia wameweza kushikilia lugha, wakakuuzieni lugha wanaoitaka, maana yake sio tu lugha, wamekupeni hata namna ya kufikiria, namna ya kujieleza, namna ya kupanga mambo, kwa sababu mambo yanaanza kufikiria alafu kujieleza, namna ya kujieleza kwa namna yao wao. Kwa hivyo jitihada za kimataifa ni kubwa sana kutawala tamaduni nyingine na kuhakikisha kwamba baada ya kutawala utamaduni ni rahisi sana kutawala uchumi wa watu. Namna kujieleza kama wao. Wakati fulani unamkuta mtu anasema nazungumza kwa Kiingereza kile cha London. Ndio kama ambavyo unazungumza hapo, Dr. Abdrazaki. Kwa mtizamo wako, ni vipi sasa tunaweza kuunda upya simulizi za ustaarabu wa Kiswahili ili ziwe sehemu ya elimu ya kimataifa, si tu kama lugha, lakini kama mfumo wa thamani, falsafa na maadili? Nchi yoyote ile ikiamua itapata changamoto, lakini kubadilisha mifumo yote ikianzia mfumo wa elimu. Kuanzia mfumo wa elimu, ukiwa kwa mfano mtu akisoma udaktari kwa lugha ya Kiswahili, utagundua kwamba kusoma udaktari kumbe si tabu. Lakini inapokuwa kwa lugha ya Kizungu na istilahi nzito na maelezo ambayo kueleweka, kwanza uelewe lugha kisha uelewe yale maelezo. Na mtu anaweza kushangaa wanazungumza udaktari. Mimi nimesoma miaka ya 90, mwanzoni mwaka wa 92 nilikuwa Syria na kwenda kufanya matibabu katika hospitali mbalimbali, madaktari ambao hawajui Kiingereza, hawajui Kifaransa, wanajua Kiarabu tu. Na anakuandikia dawa kwa Kiarabu, unakwenda pharmacy unampa mfamasia, anakupatia dawa. Miaka 90. Miaka 90. Hajui Kiingereza, ni daktari. Sasa sisi tumefikia hapa mpaka tunaamini kwamba huwezi kuwa daktari kama hujui Kiingereza. Kumbe Kiingereza kinakuchelewesha kuwa daktari, kwa sababu mpaka ukielewe vizuri alafu ndio uelewe kile kinachobebwa na zile istilahi. Kwa hivyo mfumo wa elimu ni namba moja. Ukiwa kwa lugha wanayofikiria watu, lugha nyepesi, utagundua kwamba kufeli mtu shule ni jambo gumu sana, kwa sababu lugha inayotumika ni ile lugha ambayo mtu amekulia nayo, anaifahamu. Tutazalisha madaktari wengi. Nenda kule Cuba na pengine wanatumia lugha zao, wanatoa madaktari wengi. Na ndio huu ukoloni tunaosema kwamba kuna ukoloni wa kifikra, wa kuamini kwamba, ndio tukasema mara nyingi kwa kitaalamu wanaita hivi, lakini kwa hakika mara nyingine hata si kitaalamu, unasema Kiingereza, wewe unasema kitaalamu, kwa sababu imeonekana kwamba ili uwe mtaalamu lazima ujue Kiingereza. Kwa hiyo mimi nadhani namna ya ukombozi ni kuthamini lugha kama jahazi linalobeba utamaduni. Ukishafahamu, maana yake itakuwa rahisi sana kukusafirisha hii lugha kwenye mambo ya kiuchumi na mengine na mengine na mengine. Inakuja dhana kwamba Kiswahili hakijajitosheleza, ndio maana tunakibagua kwenda huko mbele. Wataalamu wa Kiswahili Tanzania wamepinga sana, na wamesema kwamba tuna msamiati wa kutosha na tuna istilahi za kutosha na tunaweza kubuni pale panapohitajika. Dr. Abdrazaki, tukibakia hapo hapo katika jicho la kimataifa, ikiwa ustaarabu wa Kiswahili ungepewa nafasi sawa sasa na ule ustaarabu wa Kizungu, Kichina na hata Kirusi, unadhani ungekuwa na mchango wote katika suluhu mbalimbali za matatizo yanayokumba dunia yetu kwa sasa? Na bila shaka. Mbali na kuja kuzungumzia nadharia zile za huu ustaarabu kimataifa, lakini kwa hilo swali lilouliza, Kiswahili kwa nini mwaka 2021 kwa nini UNESCO waliamua kwamba wakipe siku maalum ya kimataifa, ambapo rasmi mwaka 2022 tarehe 7, kila tarehe 7 ya mwezi wa 7, yani Julai, ni siku ya Kiswahili kimataifa. Walitoa sababu zao. Moja ya sababu walizitoa ni kwamba kina mchango mkubwa katika kuleta amani katika ukanda huu, kusini mwa Afrika. Ukanda wetu huu wote mpaka kufikia Kongo, kwenda Rwanda, Burundi na pengine, kimetumika katika kuleta amani. Hiyo ni moja katika sababu walizozitoa. Na kila kinapoenea, maanake inakuwa ni lugha ya kidiplomasia ya kuweza kuketi chini. Na sitaki kurudi kusema Mswahili asili yake ni nini. Asili yake pia Mswahili ni mtu wa hewallah. Nikisema hewallah, yani kuyaachia mambo. Muungwana, usema maridhia. Rahim. Ni mtu rahim, mtu maridhia. Ni mtu wa mswalie mtume.
ni mtu nimemwachia Mungu. Hala. Sasa huyu mtu wa hewallah ni mwepesi kuliachia jambo na kuacha kuendeleza mzozo. Bora tupate suluhu. Suluhu ipatikane. Kuliko mtu afe hewallah. Kwa hivyo anaweza kusema sana, lakini kunyanyua mkono akapambana akafanya fujo, huchelewa sana Mswahili. Maumbile yake yako hivyo. Na lau kama humjui anavyozungumza, utamuona kama ni mtu mkali, anaweza kufanya kitu chochote kibaya, lakini Mswahili huchelewa sana kufanya fujo. Tabia Mswahili. Kwa hivyo mimi nimetumia lugha ni mtu wa hewallah. Kiswahili kimetumika katika ukanda wetu sana kuleta suluhu na kuleta uwiano na kuleta maridhiano. Na haya ni makubaliano ya UNESCO kwamba Kiswahili kina mchango wa kuleta amani katika ukanda wetu. Bali inakuwa kina mchango katika kuimarisha uhusiano na mawasiliano. Kwa hivyo lao kikipewa nafasi, ule kitasafiri na utamaduni wake. Naam. Kwa hiyo Dr. nataka uniambie kwamba ni mfano tuone wakati wa harakati za uhuru. Naam. Namna ambavyo tulikuwa mstari wa mbele kuhakikisha nchi za kusini zinapata uhuru. Mpaka ikatoka hotuba maarufu ya Rais Nyerere kwamba hatuwezi kujihisi tuko huru kama baadhi ya nchi nyingine za Afrika zimekaliwa. Lakini tuliwasaidia bila mapambano. Ndio ule urahimu wa Mswahili na katika mchango wake katika kuunganisha wengine. Ninachoweza kusema ni kwamba Mwalimu Nyerere na wenzake kabla yake na hata wakati wake walitumia Kiswahili kuunganisha watu. Na kwa maana ya kwamba mnapokuwa na lugha moja, mnazungumza kwa pamoja, maana yake namna ya kufikiria itakuwa ni ya pamoja. Kwa hivyo kilitumika kuunganisha watu wa ukanda wetu na kimeenea zaidi kwa ajili ya kuwaunganisha zaidi. Kwa hivyo ule Uswahili na lugha ya Kiswahili ilikuwa ni lugha ya pamoja, namna ya kuwaeleza watu jambo, namna ya kuwasiliana nao, kuwaleta pamoja, kuwahamasisha juu ya mambo fulani fulani. Kiswahili kilitumika kama lugha ya kuunganisha watu. Naam. Katika mchango huo mkubwa wa Kiswahili na namna ambavyo pia tumeona ustaarabu wake unaweza kuleta mabadiliko kwenye dunia. Kuna staarabu nyingine duniani. Nadharia mbalimbali ambazo zinazungumza pia kuhusiana na staarabu hizo. Pengine ni zipi kwa uchache na zinaifaa nini dunia? Kama nadharia kuhusu ustaarabu ni nyingi, na hapa ndipo kiini cha nafasi ya ustaarabu wa Kiswahili katika mawanda au medani ya kimataifa. Naam. Kwa maana kwamba ulimwengu unatizama vipi au ulitizama vipi ustaarabu wa Kiswahili. Kuna nadharia mbalimbali na tumewahi kutaja huku nyuma kwamba wazungu wana nadharia kuhusu Mswahili na kuhusu Mwafrika na Muasia na mwingine asiyekuwa wao. Nadharia yao ni nadharia inayoamini kwamba wao wametangulia, hawa wengine wanahitaji kusaidiwa na wao. Wao wanatakiwa wawe ni imamu, hawa wengine wawe ni maamuma. Na hili wamelijenga katika misingi ya kihistoria na katika elimu wanazozitoa. Na hivi karibuni katika karne iliyopita mwaka 93, mtaalamu mmoja wa Kimarekani, ana asili ya huku Japani au maeneo ya ukanda huo, anaitwa huyu mtaalamu anaitwa Samuel Huntington. Yeye ameandika kitabu kinaitwa The Clash of Civilization, mapambano ya staarabu. Nataka tuelewane kwamba mapambano ya staarabu ni imani ya kwamba staarabu zinapambana kwa ajili ya kila moja kuwa juu na nyingine kuwa chini. Lakini sisi tunaamini kwamba hapana, staarabu zinakamilishana. Staarabu zinakamilishana? Zinakamilishana. Kivipi? Kwa maana ya kwamba hakuna ustaarabu ulioanzia zero. Ulichukua pale wenzako walipofikia wakaenda mbele. Kwa mfano ufundi. Unajua ufundi ndio sasa hivi tunazungumza lugha ya teknolojia. Haikwepo sana. Kwa mfano kama watu walikuwa wakisaga kwa kupitia mawe mawili, la juu na la chini, ile ilikuwa ni teknolojia wakati wake. Sasa hivi tunakwenda tuna teknolojia za hali ya juu, unachukua blender tu na nini kwa hiyo huu ni ustaarabu, teknolojia hiyo. Kwa hivyo hawa watu hata wa Ulaya wenyewe katika maonesho ya kibiashara
walikuwa wakienda Uingereza walikuwa wakichukua teknolojia ya Uingereza wakiiga, kama ilivyokuwa leo Mchina anavyoiga teknolojia za wengine, kwa sababu ustaarabu hauanzi alifu, unaendeleza wewe pale. Yani ndio mimi nimesema mara nyingi kwamba ugali hapa unapoweka mezani ukaliwa, haukukua mara moja mpaka ukafikia vile. Ulianza katika hatua mpaka ukawa ni huu ugali tunaokula sisi, na mpaka leo unaendelea kubadilika ugali. Sasa kuna namna nyingi ambazo hazikuwepo zamani katika maandalizi yake. Naam. Hii chai mpaka imefikia tunainywa hivi, imepitia hatua za kukua. Sasa kuna chai ambayo kimataifa mtu anaitaka, nasema inaitwa chai fulani, lakini ilikuwa taratibu, watu walirithishana, watu walichukua kuna kule ikakua. Ndio maana tunasema kwamba staarabu zinakamilishana, na ambaye hataki kukamilishwa na wengine atachelewa kukua. Hata mtu anayejitenga mawazo yake huwa duni anachelewa kukua. Sasa mtu anayeamini mapambano ya staarabu ni tofauti na yule mtu anayeamini staarabu zinazokamilishana. Ndio maana uvamizi ulikuja kuvunja staarabu za wengine na kuestablish staarabu zao kwa msingi ule wa mapambano. Lakini pia kuna msingi wa nadharia ya kimagharibi ya kuamini kwamba hawa washenzi sisi ndio wastaarabu, na sisi tunataka kuwafanya wawe wastaarabu, tunahurumia. Ndio maana ukoloni wao wanaamini walikuja kutustaarabisha. Na mambo mengi hata sasa hivi mnapofundishwa demokrasia mnaambiwa mnastaarabishwa, manake mko katika jamii ambayo haijali maoni ya mwingine, kwa hiyo sisi tunakuja kuwastaarabisha. Ndio nimesema haya mambo yanahitaji kujadiliwa kwa kina, kwa sababu ustaarabu uliojengeka katika misingi ya uwizi na uporaji mpaka pale ulipofikia, ustaarabu unaoamini kuhusu mauaji nje ya mipaka yake, ustaarabu ambao umeshawahi kuvamia staarabu nyingine, hauwezi kuwa ni mwalimu kwetu ukatufundisha. Sasa huo ni mjadala mwingine, kwa maana ya kwamba ustaarabu ambao unatangaza ubinadamu lakini wenyewe kiuhalisia unakwenda spidi kwenye uhayawani, kuruhusu ndoa za jinsia moja na mingine, tunasema kwamba hakuna uhalisia katika kile wanachokipigania. Kwa hiyo tuelewane kwamba hizi staarabu hazikupaswa zipambane, zilipaswa zikamilishane, kwa maana kwamba wewe chukua ambacho huna kwa mwenzako na mwenzako atapata kwako kile ambacho yeye hana, kisha hatimaye atakayekuwa ameendelea akaenda akakuwa ni mwanadamu. Sasa katika nadharia za Afrika ni nyingi. Kwa mfano nadharia ya Ibn Khalduni, mtu maarufu sana wa karne ya 14 takriban, ni mtu alikuwa yeye ni Mtunisia. Ibn Khalduni msomi mkubwa ambaye anafahamika kwamba ndio the father of sociology, hii elimu jamii. Ibn Khalduni nadharia yake inaitwa nadharia ya mzunguko. Inaamini kwamba staarabu zote huzaliwa kama mwanadamu, zikakua, zikafikia kilele, alafu zikaanza kuporomoka na hatimaye kufa. Japo anaamini inaweza ikafufuka tena staarabu ikakua. Kwa lugha hii basi, tukija kwenye Kiswahili kwa mtazamo wa Ibn Khalduni, kwamba katika kipindi cha Kilwa Empire, himaya ya Kilwa, ustaarabu wa Kiswahili ulikuwa mpaka ukafikia kilele katika biashara, katika majengo, katika utawala, katika utamaduni, katika elimu na mingine. Ndio maana wanasema kwamba peak, kilele cha wakati ule ilikuwa karne ya 13, 14, 12, 13, 14, hapo ulifikia mahala sasa umenawiri. Kama ambavyo mtu anakuwa, anazaliwa, anakuwa shababu sasa ni kijana ana nguvu zote. Akishafikia miaka fulani, hata kama ni mcheza mpira, wanasema kwamba huyu bwana sasa hauziki tena, maana yake anaanza kuporomoka, pumzi zinaanza kuwa chache, anakwenda. Kwa hiyo lazima uende kilele afu ndio ushuke. Kwa hiyo kuna watu katika sisi ambao wamefikia umri sasa, anaanza kumomonyoka, yani miguu yake haitokuwa na nguvu ile aliyokuwa nayo zamani, macho yake anaanza kuwa anavaa miwani sasa, masikio kidogo anaanza kupoteza nguvu. Kwa hiyo yeye anatolea mfano kwamba kama mwanadamu anavyozaliwa akakua akafikia kilele fulani, huporomoka, anaanza kushuka. Kwa hiyo ustaarabu wa Kiswahili ulikwenda mpaka kwenye peak, alafu kaanza kushuka mpaka sasa hivi ni kama vile unaelekea kushuka tu, bado uko katika kushuka. Lakini uzuri ni kwamba anaamini kuhusu dhana ya kwamba
unaweza kuibuka. Ustaarabu wote unaweza kuanguka, lakini ukaibuka upya. Sasa Kiswahili kilifikia kilele chake kama ambavyo wengine wamewahi kufikia, na kwa mtazamo wa Ibn Khalduni hata Marekani unaizungumzia kwamba imefikia peak, sasa imeanza. Yani Marekani haina umri mrefu. Tunataka kuzungumza, ukizungumza ustaarabu wa Mswahili na empire yake imedumu kuliko Marekani inavyoelekea, kwa sababu Marekani ya 1776 ndipo limezaliwa taifa lile rasmi. Hapa ilipofikia iko peak, lakini dalili zote za kuanza kuporomoka zimeanza kuonekana, kwa maana ya competition. Kwa mfano, China peke yake inauza sana Marekani kuliko Marekani inavyouza China. Hiyo ni moja katika sign mbaya, kwamba nchi yako ikiwa inapokea kwa wengine kuliko inavyotoa, ina maana kwamba hata kama Marekani anakwenda spidi 100 gari lake la maendeleo, na hata kama China yuko nyuma, lakini kasi ya China huko nyuma ni 120. Kwa hivyo tafsiri yake nini? Ni swala la muda tu kwamba itamu overtake. Sasa Marekani imefikia kama ambavyo Uingereza alikuwa ni taifa kubwa ambalo lilitawala dunia na likamtawala na Marekani mwenyewe, lakini huwezi kuizungumzia sasa hivi Uingereza katika sura hiyo. Na hasa baada ya vita kuu ya pili, Uingereza imeendelea kuporomoka. Hata ukizungumza nchi zenye uchumi mkubwa Ulaya, Uingereza sio namba 1. Yupo kwenye kundi la mengineyo. Sio namba 1. Ushawishi wake hawezi kulinganishwa uchumi wake na Ujerumani. Na vivyo hivyo katika karne ya 15 tumezungumza Spain na Ureno. Kwa sababu waliweza kwenda mpaka bara la Amerika, waliweza wakuja mpaka Afrika, wakaenda Asia, kina Vasco da Gama, kina Christopher Columbus, kwa sababu walikuwa ni wababe wa dunia. Lakini walikwenda wakafika peak, wakaporomoka. Hawa Waislamu na wao wa Afrika na hawa watu mabarba walokwenda mpaka Spain na wakatawala sehemu ya Ufaransa kuanzia mwaka 711 mpaka 1492 ndio state ya mwisho inaanguka. Spain inanyanyuka. Hawakuanguka mara moja, kama ambavyo hawakupanda mara ghafla. Na vile vile katika karne ya 15 Mali ilikuwa inaanguka, Songhai inapanda. Kwa hiyo wakati ambapo Kilwa ni kipindi kile ambacho sasa inaanguka, Songhai na yenyewe ilikuwa inapanda, lakini na Mali pia na yenyewe ilikuwa inaanguka. Kwa hivyo Ibn Khaldun anazungumzia nadharia hiyo ya kwamba sisi kama wengine tuna historia. Ustaarabu wa Mswahili una historia ya kuanza ukakwea mpaka kileleni kisha ukaporomoka, na sasa hivi tunazungumzia kwamba tuko katika kuendelea kuporomoka, lakini haina maana kwamba hatuwezi tukapanda tena tukafika kileleni. Nadhani tumeelewana katika nukta hiyo. Naam. Kuna hiyo nadharia za watu wa Ulaya na kwingine huko magharibi wanavyoona kwamba wao hata wakati wa koloni walikuja kutufunza sisi ustaarabu. Lakini pia nadharia ya bwana huyo ni kama duara na maisha ya mtu. Sisi wa Afrika nadharia zetu kuangalia wale ambao walifikiri walikuja hadi kututawala kwa ajili ya kutufunza, sisi tunaangalia vipi? Hakuna nadharia ambazo zinawaangalia wao? Zipo. Afrocentric view ina wataalamu wake wa Kiafrika ambao wako Afrika na wengine wako katika bara la Amerika ambao ni wenye asili ya Afrika, na hata baadhi ya wazungu. Katika maprofesa maarufu wa West Africa ambaye ana nadharia yeye na wenzake juu ya ustaarabu wa Mwafrika ni Profesa Anta Diop na wengine. Wao nadharia yao ni kwamba aliyetangulia katika ustaarabu kuliko wote alikuwa ni Mwafrika. Ndio alikuwa mbele na wengine wote wakaiga. Ndio wanaizungumza Misri na wameandika sana na hoja Misri namna ambavyo ilitangulia katika ustaarabu, na wakaja kina baada ya Misri mpaka Nubia kushuka huku chini, wote hao walitangulia sana katika ustaarabu. Na ndio yale ambayo tumewahi kuyazungumza kwamba hata Wagiriki, kwa sababu tunataka kuambiwa kwamba ustaarabu umeanzia Ulaya utaishia Ulaya, tunataka kuonyesha kwamba Mgiriki ndiye alitangulia zaidi, lakini ukweli ni kwamba Mgiriki na mwingine yoyote hajamtangulia Mesopotamia kule Iraq, Asia, wala hawakuwatangulia wa Afrika kwa maana ya Egypt. Sasa ndio maana tukatoa mfano mtu aliyekufa mwaka 303 takriban
kabla ya kuzaliwa Kristo, yani miaka 2025 sasa hivi, ongeza miaka 303 iliyopita. Ndio mwaka alokufa nani? Alokufa Alexander the Great pale Misri, na ndio maana mji namba 2 mkubwa Misri unaitwa Alexandria kwa jina lake. Lakini mwalimu wake alikufa mwaka 302, mwaka mmoja kabla yake alikuwa nani? Aristotle, ambaye ni mwanafalsafa wa Kigiriki. Wataalamu wanaonyesha namna turathi za Kiafrika zilivyoibiwa, kama ambavyo leo hii kuna wizi wa turathi zetu. Ziliibiwa kutoka Afrika zikapelekwa Ugiriki, na Ugiriki ikastawi na ikatajwa kwa sababu historia kuna uhalisia na kuna maandishi. Sisi mara nyingi sana tumechelewa katika uandishi wa historia yetu. Walioandika historia wakajipamba wao zaidi, na bado juhudi zetu zinasuasua kwenye kuiandika. Na ndio tatizo, kwa sababu Ibn Khaldun tunayemzungumza huyu Mtunisia alipata umashuhuri mkubwa katika bara la Ulaya kabla ya Afrika. Ndio Afrika na wenyewe wanasema huyu wa kwetu, baada ya kuwa kule ametambulika kwa maarifa yake. Yani Ulaya ilipoanza kutafsiri lugha, elimu mbalimbali katika lugha yake, ndio ilimpata huyu mtu. Vitu alivyoviandika ni vitu vikubwa sana katika kitabu chake, tena introduction tu ya kitabu kinaitwa Al-Muqaddima. Buku kubwa tunalo hapa, introduction to ile ndio ilotaja hizi philosophy. Ulaya ikamtaja, ikamnyanyua. Alafu ilipomnyanyua ndio Afrika wakasema wa kwetu. Kwa hivyo thamani yetu, kama ambavyo tumechelewa kujua madini yetu yenye thamani, tulichelewa kujua watu wetu wenye thamani. Dr. kama huyu mwanafasihi Profesa Abdulrazak Gurnah nadhani, baada ya kutambuliwa kule na ndo tukaanza kujinasibisha naye. Ndio, bila shaka tatizo letu liko hapo. Kwa hivyo hatujitambui, hatujui. Ukiwa hujui watu wako wenye thamani, utapewa wasiokuwa kwako. Hatutukuzi watoto wetu. Naam. Aliandika Shaban Robert. Naam, ndio maana utauziwa bidhaa feki kwa lugha ya vijana sasa hivi. Kwa mfano Christopher Columbus tumeuziwa kama ni shujaa. Alikwenda akagundua bara la Afrika, na tumesema kwamba ni mshenzi aliyefungwa. Yani yule mama Isabella alimtia jela miaka 2 mpaka akapata msamaha kwa sababu ya ukatili na uhayawani. Tulifunzwa shujaa. Shujaa alikwenda akaweza mlima Kilimanjaro umegunduliwa na fulani. Lakini hao wote walikuja kufanya nini? Kwa hivyo hayo ndio matatizo, kwamba tunajitambua, tunajua watu wetu, tunajua thamani yetu. Kwa hiyo Profesa Anta Diop na wenzake wao wanaamini kwamba Mwafrika alitangulia katika ustaarabu. Na ndio maana nikakwambia kwa Walter Rodney katika kitabu chake amekiita How Europe Underdeveloped Africa, vipi Ulaya imewashusha kimaendeleo wa Afrika. Na yeye lugha maarufu inayofahamika ni kwamba mpaka kufikia karne ya 15 Ulaya na Afrika walikuwa takriban wako sawa. Ametumia neno walikuwa almost the same katika ustaarabu. Yani walikuwa takriban wanalingana. Kama ni katika teknolojia ya vyuma, wote walikuwa na teknolojia ya vyuma. Kama ni katika teknolojia ya baharini, wote walikuwa na teknolojia za baharini, kusafiri baharini. Kwa hiyo walikuwa wanatawala zao. Afrika yote ukitizama kwa unatawala nyingi na himaya nyingi wakati huo. Ndio tukasema kwamba Mansa Abu Bakari, kaka yake na Mansa Musa, alisafiri na merikebu takriban 200 kwenda kuvuka bahari Atlantic, ambayo huwezi kuivuka kama una vijahazi vidogo. Walikuwa na teknolojia pia za kusafiri baharini. Tawala mbalimbali ambazo zinafahamika: Songhai, Mali, Ghana, Kilwa, Zimbabwe huko. Hii ya Uganda, Baganda, japokuwa hii haina umri mrefu sana wa nyuma, lakini ni miongoni mwa tawala za Kiafrika, kuonyesha kwamba ilikuwa ni dola. Swala la msingi hapa ni kwamba ilikuwa ya kwao wenyewe, haikuwa ya kuazima. Ilikuwa ina mfumo wao wa kiutawala, mfumo wao wa kiuchumi, mfumo wao wa kielimu. Hilo ndio tunalotizama sasa. Dr. Abdulrazak, kumekuwa kuna hii changamoto ya sijui ni changamoto au ya Afrika kuidharau historia. Na nataka niambie, ndio hii sasa inatupa kunyang'anywa mpaka yale ambayo ni halali yetu.
wanasema kwamba ikiwa hujui ulikotoka, lazima utapoteza direction ya unapokwenda. Lakini hiyo ni nukta ya kwanza. Nukta ya pili, ikiwa historia yako utadanganywa katika historia yako, future yako vile vile itakuwa na kiza, itakuwa na ukungu. Na ndio maana nataka kuambia kwamba hata mapinduzi na uhuru katika nchi zetu, historia imedanganywa. Kama mtoto atafundishwa historia ya uongo kuhusu babu zake huko nyuma, yule hawezi kujua anakwenda wapi, wala hawezi kujitambua. Lakini akifundishwa ushujaa na mashujaa wazee wake, namna walivyoasisi jambo, ile itamuencourage yeye safari yake. Kwa hivyo hata hapa tu juzi tulipopata uhuru wetu, wale waliopigania uhuru mpaka wakatufikisha hapa, pia hiyo historia tumeipotosha. Kwa sababu watu wametaka kujijenga wao zaidi na kuficha wengine. Kwa hivyo dunia imefanikiwa sana pale ilipowadanganya watu historia yao. Hata sisi Waislamu, kinachotufanya tukatofautiana ni historia yetu. Kwamba ilikuwa hivi, hapana, ilikuwa ni hivi. Kamushkeli. Sasa ile historia ndio imetufikisha hapa. Kwa hiyo mtu akibadilishiwa historia yake, ameharibiwa jambo kubwa sana. Na ndio maana utaona mitaala na curriculum, mitaala na mikhtasari ya elimu kwetu ili tutengenezea watu kama Kinjeketile, kama kina Mkwawa, kina nani. Lazima utengeneze mashujaa wa kizalendo wa kitaifa, ndipo unapoweza kutengeneza vijana. Usipowatengeneza wale, huwezi. Na katika muktadha huo Dokta, ni sahihi kwamba mapambano ya uhuru wetu yalianzia kwa hao mabwana, si katika hii historia ya kina Mwalimu Nyerere? Yalianzia siku nyingi sana. Kwa sababu kama Wareno walikuja wakapambana na watu Kilwa, kama walipambana na watu, walikuwa wanapambania nini? Ardhi yao, maeneo yao. Sham. Kwa hiyo siku ya mashujaa inahusisha wote hawa waliopita, si hawa karibuni. Yani hawa wa karibuni wana sifa nyingine tofauti, kwamba sura ya nchi ilikuwa tofauti. Kwa mfano, amekuja Mjerumani kutawala eneo linaloitwa Tanganyika. Kwa hivyo amewafanyeni nyewe Watanganyika nyote katika kapu moja. Wakati ule mlikuwa mnatawala zenu, kule Pare kuna tawala yao, kule Uchagani kuna tawala zao, kule Usukumani kuna tawala zao. Lakini alipowadhulumu nyewe kwa pamoja, alitengeneza aina fulani ya umoja. Mkawa lazima nyie mpigane kwa pamoja dhidi yake. Kwa hivyo pale palikuwa na nguvu ya pamoja ya kupigana na adui. Japokuwa kuna watu bado walikuwa wakitaka uhuru wao peke yao, kama wa Meru na wengine. Lakini ukweli ni kwamba ilikuwa ni sura tu tofauti ya mapambano. Kwa sababu Mkwawa akipambana wakati ule alikuwa anapambana katika eneo lake, sio? Na wengine kina Abushiri wapi kule Tanga na vingine, walikuwa wanapambana katika maeneo yao. Lakini walipojumuishwa katika dhulma ile, pakapatikana na vyama vya kukusanya watu, ndio sura tofauti ilitokea. Lakini mapambano yalikuwepo tangu zamani. Naam. Dokta, kwa kumalizia kipindi chetu, mtu anaweza kutumia ustaarabu wenu kuja kuadhibu tena? Mathalan, sasa kumeanzishwa idhaa nyingi za kigeni zinazotoa matangazo kwa lugha ya Kiswahili. Lakini pia nazo unakuta nyingi huwa zinashambulia kuanzia uongozi wetu, ni kama hawataki tupoe. Je, ni wanatumia ustaarabu wetu kutuadhibu? Kwanza tukubaliane kwamba kuanzishwa kwa idhaa za lugha zetu, mpaka hata Kinyarwanda na lugha hizo, na mataifa yalotutawala, zilikuwa ni jitihada za kuendelea kutuathiri kifikra. Na ndio utaona kwamba mimi nilikuwa katika miaka ya nyuma ni msikilizaji mkubwa sana wa idhaa ya Kiswahili ya Ujerumani na ya Uingereza, lakini sana nilikuwa nikipenda Ujerumani kwa sababu zilikuwa kuna makala za kielimu nyingi sana. Na mbali na wataalamu wengi waliokuwa ni watu wamebobea. Wakati huo kina mzee Othman Miraji na wengine. Naam. Sasa nilikuwa najifunza kwamba hawawezi kumaliza taarifa habari bila kukupeni taarifa za Ujerumani. Ni muhimu, ni lazima. Maana yake ni kukutengeneza mafungamano yao na Ujerumani. Wewe mkulima unailima miogo pale Moa, Tanga, na ni mvuvi, una haja gani ya kujua habari za Ujerumani? Za kwako zote hazijakufikia za nchi yako. Lakini unataka lazima uwe na mafungamano na nchi yao, ujue mambo ya kansela na mengine na mengine. Ukuta wa Berlin ukivunjwa lazima wote tujue.
tuelewe chaguzi zao na kila kitu. Kwa hivyo lengo lilikuwa ni kuhakikisha kwamba ukoloni wa kifikra unaendelea kuwepo, mafungamano yanaendelea kuwepo. Lakini vipi? Lazima tutumie lugha wanaoielewa. Na sasa zimekuwa nyingi sana, mpaka Japani wanayo, Marekani wanayo, mpaka katika nchi nyingine ndogo ndogo tu hizo unakuta za huko wanazo idhaa za Kiswahili. Na si kama wanatupenda. Hapa lengo kwa hakika ni kuwafikia watu, na kuwafikia ni kuwaathiri. Mathalan Dokta, kwenye vurugu ambazo zilishuhudiwa siku hivi kadhaa, wao umekuwa kama ni wanapatiliza zaidi, tofauti na vyombo vya ndani ambavyo vinafikiri pengine ni mapambano ya usalama wa nchi. Kama taarifa zikitoka, wanazidi kama kutia moto kwenye petroli. Ni kwamba ndio maana kwambia hapo watatumia ustaarabu wetu kutuadhibu. Kuna kitu na malengo yao ni yapi? Wanatupa story bure, tofauti na vyombo vya ndani vinaandaa kwa pesa zetu, tunatafuta matangazo yenyewe, wale wanatupa tu habari zao. Jambo ambalo watu wengi walikuwa hawaamini ni kwamba nchi za kimagharibi sio wastaarabu hivyo tunavyofahamu. Kuna nakuzungumzia serikali. Lengo kubwa ni kutawala dunia, na kutawala dunia kupitia uchumi. Ukishashika uchumi wa watu, siasa yao itakuwa rahisi, utamaduni wao utakuwa rahisi. Na watu wamekuwa kwa muda mwingi hawaamini kwamba nchi za kibeberu zinaweza kuchangia vurugu katika nchi ndogo ndogo, ikiwa zile vurugu zitasababisha wao waweze kupenya na kufikia malengo yao. Wengi wamekuwa hawaamini, lakini mpaka miaka karibuni tumeanza kuamini, kwa sababu siwezi kuelewa nchi ambayo inapigania uhuru na kukemea mauaji inawezaje kusimamia mauaji hayo katika nchi nyingine kama vile Palestina na pengine. Inawezaje kwenda kumkwapua rais wa nchi ikamchukua ikaangusha utawala wa nchi nyingine? Mambo ambayo yametokea sana katika ulimwengu wetu huu. Kwa hivyo kwa ujumla, na hata takwimu ambazo zinaonyesha, tumetaja kambi za Marekani 200 duniani. Ile ni minimum. Kuna taarifa zinazotaja kambi 750 duniani. Sasa nachotaka kusema ni kwamba ikiwa nchi yoyote ile imeweza kuathiri maslahi ya nchi kubwa, wako tayari kuwatoa mahanga hata wananchi kiasi gani ili waweze kufikia malengo. Na sisi tumeletewa demokrasia, na wao ndio mamonita. Tukiwa na malalamiko yoyote tunawaita wao waje kulisimamia jambo letu, na wao wanapenda kufunguliwa milango, kwa sababu ukiwafungulia milango wao hawatoingia wakaishia sebuleni tu, watakwenda mpaka jikoni. Ndio maana vyama vya upinzani katika nchi zetu hizi za Afrika wakiguswa kidogo huenda katika balozi za nchi za kimagharibi kulalamika, na wale wanapenda hilo. Na moja katika njia za sababu za kuanzisha demokrasia ni kufungua milango ya kuziingia nchi zetu. Kama utawala uliokuwa pale hautaki, wapinzani wataingia, na wapinzani wakiingia adui yao atakuwa mkubwa ni yule mpinzani wa wakati huo, lakini wao watakuwa pembeni. Na mimi naweza kukuthibitishia kwamba hata katika nchi zilizoendelea hakuna demokrasia. Demokrasia ya kweli haipo. Sasa hatuna vielelezo direct vya kufanyika kwa fujo hizi, lakini nataka kukuambia ukienda kusoma Kongo utaona vitu gani vinafanyika pale, na ni nani ni mhusika, na ni nani ni muuzaji mkubwa wa silaha. Nadhani wakati wa ustaarabu wa Mswahili kuna kipindi uliahidi tutakuja kuangazia vyombo vya habari katika jicho pana zaidi. Kwa kuhitimisha sasa, kutokana na hii vurugu ya hivi vyombo na tukibakia katika huo ustaarabu, watu wafanyeje ili taarifa zao pengine zisiwaingize kwenye zahma? Kwanza kuizuia media kuwafikia watu, au tuseme taarifa katika ulimwengu tunaoishi ni kazi ngumu sana. Na lengo la hawa watu ni uwazi. Sisi tulipoambiwa tunahitaji transparency, tuliona kwamba ni jambo la haki sana la mwanadamu. Lakini maana ya transparency, uwazi, ni kwamba nyie nchi zenu ziwe uchi kabisa. Sisi tunaweza tukapenya tukaingia popote. Na utaona kwamba sasa hakuna siri kupitia vyombo vya habari. Hakuna siri yoyote.
kwa sababu wanaovimiliki wao wanaweza kujua chochote kinachojiri. Kwa mimi nataka kusema kwamba hata Mwalimu Nyerere alisema, na hili ni utamaduni wetu, kwamba sio kila kitu kinasemwa hadharani. Na ndio maana hata viongozi na watawala huwa wana viapo kuhusu mambo ya ndani. Tunakwenda katika ulimwengu ambao sasa kila kitu kiko paruanja. Hii ni hatari sana. Mwanadamu ni tofauti na mnyama. Mwanadamu ana mambo yanayosema hadharani na mambo ambayo hasema hadharani. Kisha mwanadamu katika ustaarabu, hata Mswahili na wengine, kuna namna ya kuyaeleza mambo. Ndio maana utaona duniani vikao vyote unavyoviona vya kimataifa huwa ni hitimisho la vikao. Vikao huwa vimeshafanyika faragha. Kisha watu wanakuja wanahitimisha kikao. Ndio kinakuwa kikao cha pamoja. Kwa hivyo chakula hakipikiwi sebuleni. Kikipikiwa sebuleni kitaleta kero tu. Vitunguu vile vitatoa watu machozi, moshi na nini. Chakula kinapikiwa jikoni, kikiletwa sebuleni kinakuwa kiko tayari. Tuko katika ulimwengu ambao chakula kinapikiwa sebuleni. Hili jambo litatuletea hatari mbaya. Sitaki kutoa mfano wa nchi na kuitaja jina, kwa sababu ule uhuru umefanya matusi yamekuwa ya kawaida. Kila mtu anatukana rais, nani anaweza kutukana ovyo ovyo. Kisha itakuja kuwa matusi ni utamaduni wa jamii ile. Hakuna pazia tena la kibinadamu. Na hatoridhika wabaki kwao. Watatamani kuambukiza wengine. Bila shaka. Sasa ndio hayo nayosema kwamba kwa sababu mtandawazi, media iko wazi na sisi tunazungumza lugha moja, kwa hiyo tunashare, tunayaona. Lakini ikiwa una uhuru wa kusema, kwa maana kumtukana kiongozi, hakuna kitu kibaya kama kumshushia hadhi kiongozi. Kiongozi sio malaika, lakini unapomshushia hadhi, ujue umeanzisha utamaduni kwamba hata wewe ukiwa kiongozi kesho utashushiwa hadhi. Ukianzisha utamaduni wa kuondosha mamlaka kwa kutumia mabavu, kwa njia sawa sawa si sawa sawa, kwa haki au sio kwa haki, lakini njia ya mabavu, ujue kwamba utakapochukua nafasi ile, kile ulichokianzisha ndicho kitakatumika katika kukosoa wewe. Watakukosoa kwa mikono, sio kwa mdomo, kwa sababu wewe umeasisi lile jambo. Lakini mwanadamu huangalia pale anapoanzia tu, haangalia ataishia wapi. Kwa hilo ni tatizo. Kwa hiyo tukianzisha utamaduni huu wa kwamba hakuna staha katika kukosoa, hatima yake huwa mbaya. Hata yule anayekosoa zamu yake akiwepo pale ataondoshwa bila staha pia, kwa sababu ni utamaduni tayari ushaingia kwetu. Na mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Arusha One Radio, hususan kipindi hiki cha Tuzungumze, wenye ndimi za kale wanasema kukunjwa kwa jamvi si mwisho wa maongezi. Na mimi hapa nalikunja jamvi la kipindi hiki kwa leo, ambapo tumejadili ustaarabu wa Mswahili katika jicho la kimataifa. Nilikuwa na Daktari Sheikh Abdulrazak Amiri. Mimi ni Awadhi Rashid na hudha wako. Mola kiridhia tukutane wakati mwingine. Assalamu alaikum.